Mwanaume anayeshindwa kukuhudumia kwa mambo haya matano kwenye mahusiano, fahamu kwenye ndoa hawezi kukuhudumia kwa 100%. Ni vema zaidi kuweza kujua kwamba mwanaume anapokuwa kwenye mahusiano na mwanamke huwa ni rahisi kumhudumia kwa kuwa anakuwa anatengeneza ukaribu na huyo mwanamke. Kwa hiyo kama utaona mwanaume akuhudumii kwa mambo haya matano ambayo utaweza kuyataja kwenye mahusiano, fahamu kwa 100% hataweza kukuhudumia kama utafunga naye ndoa. Kwa hiyo ni muhimu sana kuweza kutambua hilo. Swala la kwanza ni swala la nguo. Kama upo kwenye mahusiano na mwanaume akupe pesa ya kununua nguo, haijalishi atakupa shilingi ngapi. Kama upo kwenye mahusiano na mwanaume akupi pesa ya kununua nguo, haijalishi anakupa 5,000, haijalishi anakupa 10,000, haijalishi ni shilingi ngapi. Kama utaona upo kwenye mahusiano na mwanaume ambaye akupi pesa ya kununua nguo, fahamu kabisa kwamba 100% ikiwa utafunga naye ndoa hataweza kukuhudumia kwa asilimia zote, au pengine hataweza kukuhudumia. Na pia swala la pili ni swala la kusuka. Ikiwa mwanaume akupi pesa ya kusuka, haijalishi ni shilingi ngapi, fahamu kabisa kwamba endapo kama utaolewa naye au endapo kama utafunga naye ndoa, fahamu kabisa kwamba hataweza kukuhudumia kwa 100%. Na pia swala lingine ni swala la matumizi yako binafsi, yaani kama ni swala la kutokupa pesa ya matumizi yako binafsi. Haijalishi ni shilingi ngapi, haijalishi ni mara ngapi. Kama mwanaume akupi pesa ya matumizi yako binafsi, fahamu kabisa kwamba huyo mwanaume hataweza kukuhudumia kwa 100% kama utafunga naye ndoa. Kwa hiyo ni muhimu sana kuweza kufahamu hilo. Na pia swala la matumizi ya ndani, mfano chakula, hususan chakula. Kama upo kwenye mahusiano na mwanaume ambaye hakupi pesa ya masuala ya matumizi ya ndani, hususan chakula, fahamu kabisa kwamba huyo mwanaume hataweza kukuhudumia kwa 100% kama utafunga naye ndoa, kwa kuwa kwenye mahusiano mwanaume anakuwa anatengeneza ukaribu, kwa hiyo huwa ni rahisi kutoa. Kwa hiyo kama utaona upo kwenye mahusiano na mwanaume akupi pesa ya matumizi ya ndani, fahamu kabisa kwamba kama utafunga naye ndoa hataweza kukuhudumia kwa 100%. Na pia swala lingine ni swala la kuchangia pesa ya kodi. Haijalishi ni mara moja, haijalishi ni mara kwa mara. Ikiwa mwanaume hataweza kukuchangia kwenye mahusiano pesa ya kodi, kama utafunga naye ndoa, fahamu hataweza kukuhudumia kwa 100%. Kwa hiyo ni muhimu sana kuweza kufahamu hilo. Na pia nikukumbushe kwamba unaweza kupata hiki kitabu ambacho kitakusaidia kuweza kuingia katika mahusiano sahihi ambayo yatajenga ndoa sahihi. Ni kitabu ambacho ni kizuri sana. Sio kila mwanamke ama sio kila mwanaume unayemuona anastahili kuingia kwenye ndoa